Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumaini umzima wa afya. Sasa leo nikaona niingie katika maudhui ya mtu ambaye ameota anakula mchana wa Ramadhani. Hii ndugu yangu ni ndoto adhim na kubwa kabisa. Epuka kujitafsiria njozi yako au ndoto yako. Fuate viongozi, fuata utaratibu mzuri, fuata watu ambao wanajua hiyo ndoto, waambie, watakupa maana yake. Katika tafsiri ya ndoto hii, wanazuoni wamegawanyisha katika aina mbili. Moja ni kusahau, mtu anaota amesahau anakula mchana wa Ramadhani. Mbili, anaota anakula maksudi. Sasa leo nikasema nianze na tafsiri za ndoto hii. Moja, kula wakati umejisahau. Mtu amefunga au usiku au mchana ambapo mtu umelala ukapata njozi hii, unakula hali ya kuwa wewe umefunga mchana wa Ramadhani, unajua unakula lakini katika hali ya kusahau. Hii inamaanisha nini? Sahihi Bukhari wa Muslim inasema na ambaye atakula kwa bahati mbaya au atakunywa, basi aendelee na funga yake kwa bahati mbaya. Lakini hivyo hii tafsiri ya njozi hii itakuwa inamaanisha kwamba wewe utaruzukiwa riziki ya halali au wepesi katika maisha yako. Hivyo ukiona unaota ndoto hii, unafuturu au unakula mchana wa Ramadhani lakini katika hali ya kujisahau, basi hii haijulishi maana mbaya, inakutambulisha kwamba wewe utaweza kuwa katika kupata riziki ya halali au wepesi katika majambo yako. Tafsiri nyingine ya njozi ya kula mchana hali ya kuwa ni hali ya makusudi. Naona mtu anakula au anajiota anakula hali ya makusudi. Hii inamaanisha nini? Hakika hii inamaanisha wewe kukiuka amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Allahu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara aya ya 187 amesema kwamba amewaruzuku vyakula na vinywaji mnywe usiku kucha mpaka itakapokaribia ule alfajiri ya kweli, na itakapofika mchana basi mfunge swaumu mpaka inapofika magharibi. Hivyo wewe utakuwa umekiuka amri ya Mwenyezi Mungu. Hii ni onyo kwako, kuwa makini na ndoto hii. Vile vile inamaanisha wewe kupata mali ya haramu au kuendea jambo baya. Unaweza kaa unaliendea jambo baya, wewe una mambo mabaya unafanya, unadhulumu mtu mali zake au unadhulumu mayatima. Hivyo hili ni onyo kwako, acha kabisa. Mwanazuoni Ibn Sirina rahmatullahi alaihi, Mwenyezi Mungu amsaidie huko alipo, ampe baraka, ametafsiri katika mawanda yake. Anasema kwamba mtu akiwa anaona anaftari au anakula mchana wa Ramadhani hali ya kuwa si sahihi katika muda huo, atakiwi kula muda huo, yani magharibi jafika, basi hii itakuwa inamaanisha atapata safari. Itakuwa inamaanisha atapata safari. Unaona Ibn Sirina alivyochambua hili kwamba wewe utakuwa unapata safari. Kwa nini? Mtu ambaye anasafiri ameruhusiwa kula, hivyo inaweza kujulisha kwako kupata safari. Mwenyezi Mungu akujalie katika safari yako. Vile vile anasema kuona unakula kabla ya magharibi, hii inamaanisha wewe unasema uongo au unasengenya. Ukiona unakula kabla ya magharibi, yani unajua kabisa unakula lakini muda wa magharibi ule bado katika njozi, lakini hii inamaanisha wewe unasema uongo. Acha, ni onyo kwako. Jambo la mwisho, Ibn Sirina anasema kuota unakula maksudi. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha wewe unakiuka amri za Mola Allahu Subhanahu wa Ta'ala, atulinde, atuokoe. Hivyo acha na mambo mabaya hayo, fuata amri za Mwenyezi Mungu, fuata mambo mema ambayo ameamrisha.
hakika kwako itakuwa ni jambo jema kabisa. Hivyo nihitimishe kwamba hizi njozi zina maana zake, hivyo tuache ule hali ya kusema ni njozi tu. Njozi hakika si kiburudisho katika usingizi wetu, ina maana katika ujumbe wa maisha yetu ya kila siku, ina makatazo, ina vitu ambavyo vinatubashiria vizuri na vibaya. Hivyo hii ndoto ya kuona unakula mchana wa Ramadhani kiujumla yake wa maana, achana na mambo mabaya au ambao yanakupa hofu kwa Mwenyezi Mungu. Fanya mambo yako kwa haki. Kama unadhulumu acha, kama unasengenya acha, na kama una wasiwasi katika ibada zako, jitahidi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakulipa siku ya Kiyama. Hivyo kama huja subscribe, tafadhali subscribe channel yetu kwa ajili ya mwendelezo wa tafsiri za njozi, mambo ya elimu ya kidunia na akhera, pamoja na maisha yetu ya kila siku. Eka comment hapo kuhusiana na kile ulichokiona kulingana na hicho ulichokiota katika kula mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani. Eka like hapo kama umependa. Naam, tukutane katika manda mengine.